Bana, mnamo Februari 2023 ndani ya klabu maarufu Tape ambayo ipo katika jiji la London, Chris Brown anadaiwa kwamba kumshambulia producer wa muziki anaitwa Abraham Abe Diaw ambaye aliwahi kumchapa chupa ya tequila kichwani kwake. Tukio hilo lilizidi kuripotiwa kuwa ni ghafla la vurugu kubwa sana, ambaye producer huyo alijeruhiwa vibaya na alilazimika kupewa matibabu ya dharura. Sasa baada ya muda mrefu kupita bila Chris Brown kuweza kukamatwa, lakini uchunguzi wa polisi ulikuwa unaendelea kwa kina, hatimaye mnamo Mei 2025 tarehe 15 akiwa kwenye hoteli ya Lowry jijini Manchester alijiandaa kwa tamasha lake, alikamatwa rasmi na shtaka la grievous bodily harm with intent, kujeruhiwa kwa makusudi, yani kujeruhi kwa makusudi, ambapo ni kosa kubwa sana la jinai nchini Uingereza, ambako basi kilichofanya basi mazingira ya kukaa rumande kwake Chris Brown kwa muda wa siku kadhaa ni baada ya kukamatwa alifikishwa mahakamani Mei 16, 2025, akapelekwa HMP Forest Bank, gereza la usalama wa kati jijini Salford. Aliwekwa rumande kwa siku 6 ndani ya mazingira magumu yaliyofanana na hadhi yake kama vile nyota wa kimataifa, lakini mahakama ilimnyima dhamana ya awali kutokana na uzito wa shtaka hilo na uwezekano wa kutoroka. Kipindi hichi kilikuwa ni kipindi cha mshtuko mkubwa sana na aibu na machungu kwa Chris Brown. Maelfu ya mashabiki wake waliandika katika mitandao ya kijamii wakionyesha ni masikitiko, huku wengine wakimkosoa kwa tabia ya mara kwa mara ya kukumbwa na kesi za vurugu za hapa na pale. Dhuruba ya mahusiano ya kazi wakati akiwa rumande. Tamasha lake la Breeze Balls XX inamaanisha kwamba lilikuwa kwenye hatihati ya kugairiwa. Waandaaji wa matamasha hayo walipata pressure kubwa sana kutokana na wadhamini. Alipewa onyo kali na management yake kwamba tukio hilo lingeweza kumharibia kabisa kazi yake na mkataba wake mpya wa kampuni ya burudani ya Sony Music Uingereza UK. Hii ikiwa inamuonyesha kwamba Chris Brown katika njia panda. Yani Chris amekaa katika njia ya maisha ambayo sasa hivi karibu angeweza kujaribia kabisa, kutokana na kwamba kipindi cha nyuma alishakumbana na dhuruba ya kumpiga mpenzi wake, na mwisho wa siku sasa hivi basi tena ameingia tena katika dhuruba hii ambayo ingeweza tena kumfanya Chris Brown aingie katika changamoto kubwa sana. Na nafikiri kabisa waliweza kumshikilia kwa siku 6 na kumnyima dhamana ya awali, wakiwa na maana kwamba walikuwa wanataka dau lizidi kupanda. Ni triki tu na propaganda za hapa na pale kuhakikisha kwamba Chris Brown anguko lake tena ni kwa mara nyingine tena linaweza likajitokeza. Baada ya hapo Chris Brown aliweza kuachiwa kwa dhamana mnamo Mei 2021, inamaanisha kwamba mnamo Mei 21, 2025 aliruhusiwa kwa dhamana baada ya timu yake ya sheria kuwasilisha ombi lenye masharti magumu. Dhamana pauni milioni 5, takriban Tanzania shilingi bilioni 17, paundi milioni 4 zilizokuwa zimelipwa papo hapo na milioni 1 ndani ya siku 7, ambako sasa hapa kwake Chris Brown ni kizaazaa. Alazimika kukabidhi passport, lakini pia kuruhusiwa kuzungumza na mamlaka na mlalamikaji wala kuingia tena kwenye klabu ya Tape. Lakini pia aliruhusiwa tu kutoka nchini kwa ajili ya mzunguko wa tamasha lake. Bana, wanasheria wake wametengeneza mfumo ambao ni mzuri sana, kwa sababu kwake Chris ingekuwa ni kizaazaa. Kwanza kabisa siku ya jana aliweza kufanya kitu ambacho ni cha kutisha. Baada tu ya kuruhusiwa, akaandika katika Instagram page yake kwamba from the cage to the stage, ikiwa na maana kwamba ametoka katika nondo, kwamba cage alikuwa amefungwa, hasa ataenda katika stage kwenda kukifanya kile ambacho watu wengi walikuwa wamekimisi. Maana ya uzito wa kauli yake from the cage to the stage, basi kwa hivi sasa ni kama vile alitumia namna ya tofauti kidogo kauli ya tamko la kiashiria kwamba linapambanua ukweli wa maisha yake, kwamba cage sio tu gereza halisi, bali pia ni hali ya kifungo cha akili, aibu na upweke na masuala mengi sana ambayo alikuwa yanamkabili. Sasa basi yeye anaelekea sasa kwenye stage. Stage ni mwangaza wa mafanikio na kurudi kwenye nafasi yake ya asili na ubunifu wa muziki. Kama ilivyo ada, Chris Brown amekuwa akiwa anapitia wakati mgumu sana katika swala zima la show zake za hapa na pale, lakini pia amekuwa akizideliver kwa mashabiki zake katika hali ambayo ni nzuri sana. Sasa hivi inaonekana kwamba sauti yake inataka tena kudidimizwa kwenda chini, na kama unavyojua
hawa watu weusi kwa mara nyingi zaidi wamekuwa wakiwa na wakipatiwa kesi mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwashikilia na mwisho wa siku zimekuwa zikiwaumiza na kuua kabisa karia zao. Bana, kama kuna mpango ambao umepangwa kwa ajili ya kuharibu watu weusi, basi ni mipango ambayo inawapelekaga mpaka magereza. Chris kwake yeye hapo hivi kidogo ili jambo limekuwa likiwa linamsumbua sana, na producer huyo ameamua tena kuibua kesi hii kwa mara nyingine tena na Chris. Sasa hivi anaonekana kama vile ni msanii ambaye yupo katika hali ya kukosa kabisa uhuru na kufanya kazi katika ukiwa na strike nyuma yake. Sasa basi kwa hivi sasa naweza nikaamini kwamba sauti ya mtu aliyenusurika kutoka kwenye cage basi kwa mara nyingine tena anaelekea katika stage. Hii ni ishara ya kwamba kwa Chris Brown amerudi tena hadharani na kwenda kuwafanyia mashabiki zake matendo ya sanaa, matendo ambayo ni muhimu sana kwao. Hasa kisanaa kwa hivi sasa Chris Brown ana tabia ya kutumia mashairi mafupi yenye uzito mkubwa sana na maana halisi, hasa panapotokana yanayotokana na maisha yake halisi. Kwa hiyo hata tusishangae pale ambapo tutasikia katika ngoma mpya kwamba Chris atakamalizana na kesi hii kwamba from the cage to the stage, au tukasikia nyimbo inaitwa from the cage to the stage. Ni mambo ambayo yamekuwa yakitokea sana katika wasanii mbalimbali, lakini ishara hii inaathiri sana sanaa yake, lakini pia huenda ikawa ni kichwa cha wimbo wa jina la tamasha ambalo litafuata, lakini pia inaweza ikawa pia hata ni documentary nyingine tena ambayo itafuata baada ya maisha ya Chris ya sanaa. Na hii uwaga mashabiki zaidi wanakuwa attention kwa kile ambacho msanii atakuja nacho. Sasa basi inaimarisha brand yake pia, kama vile msanii endapo atamaliza kesi hii pia brand yake itazidi kuwa imara, lakini pia msanii aliyeanguka anguko kubwa, basi sometimes anguko hilo linaweza pia likasababisha maisha yake kabisa kuwa sio mmoja kati ya wasanii katika list ya wale A-list tena. Lakini kwa sasa hivi ameamka kwa mara nyingine tena kirahisi baada ya siku 6. Sasa sauti yake kwa hivi sasa na hisia zake zipo katika kujisifu tu, bali ni tamko la ushindi ili ambalo ameweza kulitamka au kuliandika katika ukurasa wake wa Instagram. Ni ushindi dhidi ya aibu ya kuvunjiwa heshima, lakini pia kuvunjwa moyo kwa mapambano yake ambayo alikuwa anayafanya, lakini pia kwa kile ambacho producer huyo ameenda kumshtaki. Haijajulikana kama vile ni ukweli kwamba alimpiga kwa sababu zake binafsi au producer kuna kitu ambacho alimkosea Chris Brown. Wito wa matumaini kwa wengine pia waliokuwa ndani ya cage, kwamba waliokuwa katika magereza, nikina maana kwamba cage sasa ni wito wa maisha ya kwa Chris Brown, na utaenda kuwagusa watu wengi waliokuwa katika maisha ya gerezani, lakini pia waliokuwa katika maisha ya ulevi, waliokuwa katika maisha ya dhuluma, lakini pia changamoto mbalimbali ambazo ni za kijamii. Kwa Chris this time around anajaribu kwenda kuonyesha kwamba yanawezekana tukatoka kwenye cage na tukarudi tena kwenye stage na tukaendelea kufanya ushindi ukawa pale pale. Umuhimu wa kauli hii kwa jamii na wapenzi wa sanaa, kauli hii inaweza pia kutafsiriwa pia kijamii kwamba wengi waliomshambulia katika mitandao sasa wanaona kuwa wana aibu na hakuna mfungwa wa milele katika maisha haya. Sasa kuna ambao pia watatoka katika ufungo huu, kifungo ambacho kitawafanya waendelee na maisha yao. Inatoa funzo kauli hii, lakini pia kila anguko lina inuko lake bila kujali uzito wa kosa au majaribio ambayo yameweza kutokea. Lakini pia kwa sasa mashabiki wake kwa ujumbe ambao wameweza kuchapisha katika kurasa za mitandao ya kijamii, basi Chris Brown anaendelea kupigania nafasi yake ya kisanaa licha ya mabaya yaliyotokea hapo nyuma. Lakini pia naamini kwamba mpaka kwa hivi sasa pamoja na timu yake nzima wanaweza pia wakajifunza kuvumilia na kupambana kuishi tena baada ya kuanguka katika anguko hili la mara nyingine tena. Pamoja na kwamba kampuni mpya ambayo anafanya nayo kazi, Chris Brown kupitia kauli yake from the cage to stage, basi amewapa matumaini mengine tena mashabiki zake, na wengi wanazidi kuzishambulia tiketi pale ambapo show zinatangazwa. Ametumia tukio hilo la aibu kugeuza kuwa ujumbe wa matumaini, na hii inatumika kama tactics kwa ajili ya ushindi katika swala zima la sanaa. Naamini Chris kuna watu ambao wako nyuma yake na wanatumia akaunti yake kumshauri pia nini ambacho ni kizuri cha kuandika na nini ambacho sio kizuri cha kuandika katika kurasa zake za mitandao. Anarudi kwenye nuru ya jukwaa la maisha. Kauli hiyo sio tamko tu, bali pia inawakilisha safari ya mateso ya ukombozi ya wanadamu. Bana, kwa ujumla hili ni somo jinsi sanaa inavyozidi kuonekana katika nchi ya Marekani, lakini pia katika nchi pia za kwetu huku. Msanii pia anaweza kupitia changamoto hizi nyingi sana, na anapaswa awe na wanasheria wake, anapaswa awe na akiba ya pesa, tena sio pesa ndogo, pesa kubwa. Imagine pesa ambazo zimetolewa ni bilioni 17 kwa ajili ya dhamana tu. Imagine pesa ni nyingi sana. Pia ni mfano wa
msanii ambaye ameweza kupitia changamoto kubwa sana katika ulimwengu wa sanaa kwa sasa. Mimi naamini kwamba kuna wasanii wengine wengi wanaopitia changamoto kama Chris, na wengi wao wameamua tu kukaa kimya na kutulia, ila kwa Chris ili hapa tumeweza kuliona. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.